إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Tukiwa bado tunaendelea na tafsiri ya Qur'ani kwenye sura ya 3, leo tunaondokea kwenye aya yake nambari 109. Nasema walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Ni vyake Allah mbingu na vilivyoko mbinguni na ardhi na vilivyopo ardhini na vilivyopo baina ya mbingu na ardhi ni milki yake, khalqan wa milka. Lillahi ni kwa maana ni vyake Allah, khalqan yeye ndo aliyeviumba, wa milkan na ndiye anayevimiliki mbingu na vilivyoko mbinguni vyote, ardhi na vilivyopo ardhini vyote, na vilivyopo katika eneo baina ya mbingu na ardhi. Kwa ujumla ulimwengu mzima ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila Allahi turja'ul umur, na mambo yote mlionayo sasa hapa duniani ni ya mpito. Habari zake zote zitarejea tena kwa Allah, yani kwake mtarudi. Mambo yenu yote mwisho wake ataishia kwake, ayatolee maamuzi. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, na ni vya Allah vyote vilivyoko mbinguni na vyote vilivyopo ardhini. Yani aljamiu, vitu vyote. Milku lahu, ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abidun, na vyote mbele ya Allah ni vitumwa tu, vitumishi. Viumbe wote ni watumishi wa Allah, kawaumba kwa malengo na inapendeza waende kwenye malengo walioumbiwa. Wa ila Allahi turja'ul umur, kama hivi vitu vyote vimeumbwa kwa malengo, basi kuna siku ya kwenda kupigwa tathmini ya hayo malengo yalifikiwa, na kama yalifikiwa kwa kiwango gani, hayakufikiwa na uharibifu wa kiasi gani.
habari zote zitarudi tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-hakimu al-mutasarrifu fi dunya wal akhirah. Huwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala al-hakimu, ndiye muamuzi, ndiyo hakimu. Al-mutasarrifu, anayeendesha mambo, anayesarifu mambo kwenye eneo alilolimiliki. Fi dunya wal akhirah, hapa duniani anamiliki yeye, na hauko kwenye ulimwengu mwingine wa akhira yeye ndo mmiliki peke yake, hana mshirika. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, nyinyi waumini wafuasi wa huyu mtume wa mwisho, nyinyi mmekuwa ni umma bora ukilinganishwa na umma zilizopita kabla ya hapo. Umma huu ukhrijat linnasi, umeletwa hapa kwa manufaa ya watu. Dunia ina watu wengi, wana imani tofauti, wako waumini na wako makafiri, lakini kwa mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyeuleta akataka utekelezwe, unazingatia uadilifu na haki. Kwa hiyo mpango wa Allah ukifanya kazi, hata anayekufuru pia haki yake, utu wake, mali yake, heshima yake inalindwa. Kwa hiyo huu umma unaomwamini Allah ukakaa kwenye utekelezaji wa majukumu yake ni rehma kwa ulimwengu mzima, ni rehma kwa viumbe wote, si watu tu peke yao, wala si waumini peke yao. Watanufaika wote, kama alivyoambiwa mtume ambaye ndo kiongozi wa umma huu, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma wewe isipokuwa kutumwa kwako ni rehma kwa vilivyomo ulimwenguni vyote, viumbe wote. Kwa hiyo yeye ni rehma kwa wanadamu, waumini na makafiri, na yeye ni rehma kwa wanyama na viumbe wengine wote. Kwa hiyo wanaomfuata mtume huyu aliyetumwa kama ni rehma kwa ulimwengu na vilivyomo ndani yake, wapo kwa ajili ya manufaa ya watu. Waumini wakipee service kwa Mola wao, yani wanawahudumia watu kwenye haki zao, heshima zao, utu wao, mali zao na kila kitu. Wakizembea waumini, wasipotekeleza majukumu yao, ni maafa katika hii dunia, kama mnavyoona inaenda. Yani mtu hana aibu kuhamasisha watu wafanye ndoa za jinsia moja, jambo ambalo wameshaangamizwa umma huko nyuma kwa makosa kama hayo. Leo anasimama mtu hana aibu tena, anaogopewa, wanamnyenyekea na kumtii watu wengine kwenye agizo bovu analotoa. Sasa nyinyi kuntum, mmekuwa nyinyi wafuasi wa huyu mtume wa mwisho, wasomaji wa kitabu hichi, khaira ummatin, nyinyi ni umma bora, umma ambao ukhrijat linnasi, umetolewa ukawekwa hapa duniani kwa manufaa ya watu, watu wanufaike kwa kusimamishwa haki, uadilifu, uaminifu na mambo mengine. Ubora wenu uko kwenye vigezo hivi vifuatavyo. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Munaamrishana mema, yani yale mema yanayotakiwa ni jukumu lenu kuyasimamia, mkayaweka kwenye utekelezaji. Na mnakatazana mabaya, yale yasiyotakiwa ni jukumu lenu kuyadhibiti, athari zake, maafa yake yasijitokeze katika uwepo wa ulimwengu huu. Na mnafanya hizo kazi za kuamrisha mema na kukataza mabaya baada ya imani, yani imani ndio kwanza, ingawa imetajwa mwisho, lakini mnamwamini Allah, na kwa maana hiyo ndo mnasimamia utekelezaji wa yale anayoyataka
na kudhibiti asiyoyataka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, yani antum ya ummata Muhammadin, nyinyi enyi umma wa Muhammad, khairal umami au khairul umami, nyinyi ni umma bora ukilinganisha na umma nyingine zilizopita. Liannakum, kwa sababu nyinyi kuwepo kwenu na kutekeleza majukumu yenu, anfa'u linnasi, nyinyi kuwepo kwenu na mkatekeleza majukumu yenu, antum anfa'u nasi linnasi, nyinyi ni watu munao manufaa zaidi kwa watu wote. Kuwepo kwenu na kukaa kwenye majukumu mliopewa wananufaika watu wote. Walihadha qal, na kwa sababu hii nyinyi ni watu wenye manufaa, ni watu muhimu, akasema Allah baada ya hapo, akasema kuntum khaira ummatin, nyinyi mmekuwa ni umma bora kwa sababu kuwepo kwenu ni manufaa kwa ulimwengu na walimwengu waliomo ulimwenguni. Kwa kukazia hilo ndo Allah akasema ukhrijat linnas, ummatun ukhrijat linnasi, huu ni umma uliowekwa hapa kwa manufaa ya watu. Kwa hiyo watu wakikosa manufaa ni kwa uzembe wa hawa mabalozi, wahusika, mawali, makhalifa waliopewa majukumu mazito ya kutenda haki hapa duniani, lakini wameyakataa. Ukhrijat linnasi, yani ummatun ukhrijat liajlihim, huu ni umma uliotolewa au ulioteuliwa kwa ajili ya watu hapa duniani, wa maslihatihim, na maslahi yao. Mnapopay service, ingawaje mnamwabudu Mola wenu, lakini maagizo yote ambayo Mola wenu kataka abudiwe yana faida na tija kwenu wenyewe kwenye maisha yenu ya kwanza. Mnapata manufaa nyinyi na wananufaika viumbe wengine pia. Rawa al-Bukhari an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, Imam Bukhari amesimlia hadithi aliyoinukuu kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira amesema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, qala, kasema Abu Huraira, khairun nasi, nyinyi ni watu bora kuliko watu wengine. Tatuna bihim fi salasila, umma wenu huu mmekuja kuwakuta watu duniani wako kwenye minyororo ya utumwa, dhiki, dhulma, maonevu na mambo mengine, ujinga, hawamjui hata muumba wao, wanaabudu sanamu. Tatuna bihim, mmewajia watu duniani, yani kuja kwa Uislamu ambao nyinyi mmeukubali. Umma wenu umetengenezeka kwa kukubali mpango wa Allah muumba wenu. Kwa hiyo mmewajia watu katika hii ardhi fi salasila fi anaqihim, mmewakuta watu na minyororo kwenye shingo zao, watumwa wa viumbe wenzao. Hata yadkhulu fil islami, mkawalingania, mkawasaidia mpaka watu wakaingia kwenye Uislamu, dini ya amani, wakaondokana na hayo madhila waliokuwa nayo wakati wa ujahilia. Kwa hiyo nyinyi ni umma bora, kazi mlioifanya inatija, ina maslahi kwa watu. Na kama Allah alivyosema kuambia wana wa Israeli, asema kadhalika katabna alaihim, tumewaandikia wana wa Israeli, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jamia. Wameandikiwa wana wa Israeli kwenye kitabu chao, mauaji ni dhambi mbaya, ni dhulma kubwa. Yoyote anayemuua mtu hapana sababu ya kuuawa,
Si kwamba yeye kaua kwa hiyo anahukumiwa kuuawa kwa sababu kaua, au kafanya ufisadi madhara makubwa kwa watu wengine, hukumu yake auawe. Labda jambazi anapora watu mali zao, anawatoesha na roho zao, huyo ndo kafanya fasadan fil ardi. Kwa hiyo yoyote mwenye kufanya kosa la mauaji, man qatala nafsan, anayemuua mtu, bighairi nafsin, mtu ambaye hajaua, au fasadin fil ardi, wala hajafanya ufisadi katika ardhi, wewe ukamuua, muuaji wa aina hiyo, muuaji anayedhulumu, fakaannama qatala nasa jamia, dhambi yake mbele ya Allah kama kawaua watu wote. Waman ahyaha, na anayesababisha uhai, akaisevu nafsi ya mtu iliyokuwa itoweke akaikomboa, fakaannama ahya nasa jamia, ni kama kwamba kawahuisha watu wote. Kwa hiyo kazi hii imekuja kuwekwa kwa watu, wakaipokea, wakaitendea haki yake, wakanufaika watu wengi waliokuwa wako kwenye madhila ya ujinga, dhuluma, ushirikina na mambo mengine. Ni kazi yenye utukufu na heshima, imesaidia watu wengi. Kwa hiyo wasema nyinyi ni umma ambao umeletwa kwa maslahi ya watu. Watu wananufaika nyinyi mkiipokea hii kazi na mkaifanya kivitendo. Taamuruna bil maarufi, yako mambo maarufu mumeagizwa, nyinyi mnayapa haki yake, munayaamirisha mambo mema. Watanhauna anil munkari, na mnadhibiti, mnakataza, mnazuia maovu. Watu'minuna billahi, na mnafanya hayo kwa sababu mmemwamini Allah. Kwa hiyo nyinyi ni watu bora, nyinyi ni umma bora, munatija hapa ardhini. Kazi yenu ina faida kubwa, na hadhi yenu siku ya malipo ni kubwa mbele ya Allah. Daraja zenu ni za hali ya juu. Mkishika dini na mkaipa haki yake, nyinyi ni watu bora, mna manazil za juu siku ya malipo. Wa hadha bayanun liwajhi alkhairiyya, hii ni statement inayofafanua aina zote za khairi zinazohitajika hapa duniani. Kaannahu qila, kama kwamba pamesemwa, as-sababu fi kaunikum khaira ummatin, sababu ya nyinyi kuwa umma bora, hadhihi al-khisali al-hamida, ni kushikamana na haya mambo matukufu muhimu. Matatu tu yametajwa hapo: imani inayoambatana na taa ya kusimamia yanayotakiwa na kudhibiti yasiyotakiwa. Hayo tu. Yani mpango kazi mmeshapewa, hayo maarufu hamjatunga nyinyi, ni majukumu mmepewa, yasimamieni. Na hayo munkarati hamjasema nyinyi kwamba haya ni munkarati, mmeainishiwa, nyinyi mkapewa usimamizi tu. Mkitekeleza hayo mambo, mkiapa haki yake, mmefanya kazi yenye heshima na fadhila kubwa katika hii dunia. Kwa hiyo mambo haya yenye heshima matukufu ndiyo yanayokufanyeni nyinyi mkishikamana nayo huwa ni watu bora. Ruya an Umar radhiyallahu anhu, imesimliwa kutokana na Umar radhiyallahu anhu annahu qal, kwamba Umar yamesema, man sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma, mtu yoyote ambaye anapendezewa na yeye asifiwe ni mtu wa umma huu. Maneno ya Umar ibn al-Khattab. Man sarrahu, mtu anayependezewa, anayejisikia fahari, an yakuna min hadhihi al-umma, kuwa na yeye awe ni miongoni mwa watu wa umma huu, falyuaddi sharta Allahi fiha, atekeleze hizi sharti za Allah za kumfanya awe ni mtu bora, mtu wa umma huu. Kuna vigezo vionekanwe kwako, wewe ndo unakuwa unaweza ukatiliwa tiki, huyu naye ndiye. Visipoonekanwa hivyo vigezo, wewe siye. Ndo maneno ya Umar hayo. Thumma qala ta'ala, halafu Allah akaendelea kusema katika aya
inayofuata, walau amana ahlul kitabi, kama hawa watu wa kitabu nao wangeliamini imani mulionayo nyinyi, wakayafanya haya ambayo mmewajibishiwa nyinyi, ambayo na wao yanawahusu, lakana khairan lahum, wangefanya maamuzi hayo ingekuwa ni khairi kwao. Walau amana ahlul kitabi, lau wangeliamini watu wa kitabu imani hii mlioamini nyinyi na wakaitendea haki yake, lakana khairan lahum, ingelikuwa ni khairi kwao.